Naam, kupata mtoto bila kubeba mimba, sayansi ya kisasa inasemaje? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza, je, inawezekana mwanamke akapata mtoto bila ya yeye mwenyewe kubeba mimba? Jibu ni ndiyo, kutokana na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia za afya ya uzazi. Leo hii kuna njia mbalimbali zinazoweza kumsaidia mtu kupata mtoto hata kama hawezi au hataki kubeba mimba mwenyewe. Kwa karne nyingi, watu waliamini kuwa njia pekee ya kupata mtoto ni mwanamke kubeba mimba kwa miezi 9 hadi kujifungua. Hata hivyo, maendeleo ya tiba yamebadilisha hali hiyo. Leo kuna wanawake ambao hawawezi kubeba mimba kutokana na matatizo ya kiafya, kuondolewa kwa mfumo wa uzazi au sababu zinginezo, lakini bado wanaweza kupata mtoto wao wa kibiolojia. Teknolojia hizi zinaleta matumaini kwa maelfu ya familia duniani. Surrogacy, mama mbadala wa kubeba mimba. Njia hii kitaalamu inaitwa surrogacy. Hapa yai la mwanamke na mbegu za mwanaume huunganishwa maabara kupitia teknolojia ya IVF, in vitro fertilization. Kisha kiini tete kinachotengenezwa upandikizwa kwenye mfuko wa uzazi wa mwanamke mwingine ambaye atabeba mimba kwa niaba ya wazazi wa mtoto. Baada ya miezi 9, mtoto huzaliwa na kukabidhiwa kwa wazazi waliokusudiwa. Njia hii imewasaidia wengi sana: wanawake walioondolewa mfuko wa uzazi, wanawake wenye magonjwa yanayofanya ujauzito kuwa hatari, wanawake waliopitia matatizo mengi ya mimba kutoka mara kwa mara. IVF, mtoto hutengenezwa maabara. IVF ni teknolojia inayohusisha kuchukua mayai kutoka kwa mwanamke na kuunganisha mbegu za mwanaume maabara. Baada ya kurutubisha, kiini tete hukuzwa kwa siku kadhaa kabla ya kupandikizwa kwenye mfuko wa uzazi. Teknolojia hii imekuwa na msaada mkubwa kwa wanandoa wenye changamoto za uzazi. Kutumia mayai au mbegu za wafadhili. Wakati mwingine mwanamke anaweza kuwa hana mayai yenye afya au mwanaume hana mbegu zenye uwezo wa kurutubisha. Katika hali hiyo, wafadhili wa mayai au mbegu wanaweza kutumika kusaidia kupata ujauzito. Mtoto anaweza kubeba vinasaba vya mzazi mmoja au vya mfadhili kulingana na mahali husika. Uhamishaji wa kiini tete, embryo donation. Baadhi ya familia zinazofanya IVF hupata viini tete vingi kuliko wanavyovihitaji. Viini tete hivyo vinaweza kuhifadhiwa na baadaye kutolewa kwa familia nyingi zinazohitaji watoto. Njia hii imewasaidia watu wengi ambao hawana uwezo wa kutumia mayai au mbegu zao wenyewe. Je, kuna uwezekano wa mtoto kukuzwa nje ya mwili wa mwanadamu? Wanasayansi wanaendelea kufanya tafiti kuhusu teknolojia inayojulikana kama artificial womb, yani tumbo bandia. Lengo ni kutengeneza mazingira maalum yatakayowezesha kumlea mtoto akiwa tumboni bila kuhitaji mfuko wa uzazi wa mwanamke. Kwa sasa teknolojia hiyo bado iko katika hatua za utafiti na haijatumika kwa kawaida kwa binadamu. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kwamba katika miaka ijayo inaweza kubadilisha kabisa namna binadamu wanavyozaliana. Faida za teknolojia hizi hutoa matumaini kwa watu wenye matatizo ya uzazi, husaidia wanawake wasioweza kubeba mimba kutokana na magonjwa mbalimbali, huwawezesha familia nyingi kutimiza ndoto za kupata watoto, kupunguza maumivu ya kihisia yanayosababishwa na utasa, changamoto na mijadala mingi. Pamoja na mafanikio yake, teknolojia hizi zimeibua mijadala mbalimbali. Baadhi ya watu wanaona kuwa zinaenda kinyume na maadili ya imani zao za kidini. Wengine wanahoji kuhusu haki za mama mbadala, gharama kubwa za matibabu na masuala ya kisheria yanayohusu malezi ya mtoto. Kwa sababu hiyo, nchi mbalimbali zina sheria tofauti kuhusu matumizi ya teknolojia hizi. Hitimisho.
Kupata mtoto bila ya kubeba mimba si hadithi ya kufikiria tena. Sayansi ya kisasa inawezesha watu wengi kupata watoto kupitia njia kama surrogacy, IVF, matumizi ya wafadhili wa mayai au mbegu na mbinu nyingine za uzazi wa kisayansi. Ingawa teknolojia hizi zinaendelea kukua na kubadilika, jambo muhimu ni kuhakikisha zinatumika kwa kufuata maadili, sheria na ushauri wa wataalamu wa afya. Leo kile ambacho zamani kilionekana kuwa hakiwezekani kimekuwa tumaini kwa maelfu ya familia duniani. Sayansi inaonyesha kuwa ndoto ya kupata mtoto inaweza kutimia hata pale ambapo kubeba mimba mwenyewe hakuwezekani.